Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer wanajadili umuhimu wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wamefanya mjadala kwa njia ya simu juu ya namna watakavyoweza kufungua mlango bahari wa Hormuz katika mzozo unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Msongamano wa meli kupitia njia hiyo, mojawapo ya njia zenye shughuli nyingi zaidi za meli duniani, umepungua kwa takribani 95% tangu vita vya Iran vianze mnamo Februari 28 mwaka huu. Msemaji wa serikali ya Uingereza alisema viongozi hao walikubaliana kwamba kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ilikuwa muhimu ili kuhakikisha utulivu katika soko la mafuta duniani, wakati wa mazungumzo siku ya jana Jumapili jioni. Haya yanajiri huku Starmer akitarajia kuongoza mkutano wa baraza la mawaziri ambao utahudhuriwa na gavana wa benki kuu ya Uingereza Andrew Bailey siku ya leo Jumatatu, kujadili athari za vita hivyo kwa gharama ya maisha. Msemaji wa Uingereza alisema Keir Starmer na Trump umekubaliana kuzungumza tena hivi karibuni. Iran imefanikiwa kufunga mlango bahari huo tangu Marekani na Israel ziliposhambulia nchi hiyo tarehe 28 Februari. Takribani 20% ya mafuta na gesi asilia duniani kwa kawaida hupitia katika njia hiyo, na bei za mafuta duniani zimepanda kutokana na vita hivyo, na mafuta ghafi yakipanda kwa 45% hadi dola 106 kwa pipa. Iran hata hivyo imeapa kwamba haitoweza kufungua mlango bahari huo wa Hormuz na ilitishia kufunga kabisa ikiwa mashambulizi ya Marekani yataendelea. Iran imesema itaufunga kabisa mlango bahari wa Hormuz iwapo Marekani itatekeleza tishio lake la kushambulia miundombinu ya nishati ya nchi hiyo. Katika taarifa iliyotangazwa na vyombo vya habari vya Iran, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC kimesema kitafanya hivyo endapo mashambulizi hayo yatafanyika. Onyo hilo linakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuipa Iran muda wa saa 48 kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, na ikionekana kwamba kuna umuhimu mkubwa wa usafirishaji wa mafuta, akionya kuwa Marekani itaiangamiza Iran kwa kwanza na mitambo yake ya umeme iwapo haitatii. Iran kwa upande wake imeonya kuwa endapo miundombinu yake ya mafuta na nishati itashambuliwa, italipiza kisasi kwa kulenga miundombinu ya nishati inayohusishwa na Marekani katika eneo hilo. Idadi ya meli zinazopita katika eneo hilo imepungua kwa 98% tangu kuanza kwa vita tarehe 28 mwezi Februari, Iran ikihodhi mlango huo kwa usalama. Kabla ya vita takribani meli 138 zilikuwa zimepita katika mlango bahari wa Hormuz kila siku, kulingana na taasisi ya Joint Maritime Information Center. Hali hii inakuja pia kufuatia mashambulizi ya Iran kusini mwa Israel ambapo zaidi ya watu 160 walijeruhiwa katika mji wa Dimona na Arad. Wakati huu kumekuwa na baadhi ya meli ambazo zinapita katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Karibu meli 100 zimepita katika mlango huo wa bahari wa Hormuz mwezi Machi, kulingana na data iliyochambuliwa. Ingawa kuna meli za kusafisha mafuta na bidhaa za kila siku ambazo zinapitia katika eneo hilo, idadi ya meli zinazopita eneo hilo zimepungua kwa 98% tangu kuanza kwa vita tarehe 28 mwezi Februari. Kabla ya vita takribani meli 138 zilikuwa zinapita katika mlango bahari wa Hormuz kila siku, kulingana na taasisi ya Joint Maritime Information Center. Data iliyotolewa na wachambuzi wa usafiri wa maji inaonyesha kuwa meli 99 zimepita mlango bahari wa Hormuz mwezi huu kwa wastani, ikiwa ni meli 5 au 6 kwa siku. Hata hivyo, uchambuzi unaonyesha kuwa takribani 1/3 ya meli zilizopita eneo hilo hivi karibuni zilikuwa na uhusiano na Iran. Hii ni pamoja na meli 14 zinazoendesha safari zake zikiwa na bendera ya Iran licha ya Iran kuwekewa vikwazo vya mafuta. Meli nyingine 9 zinazohusiana na China zilipita katika eneo hilo, huku 6 zikielekea India. Uchambuzi unaonyesha kuwa meli kadhaa zisizokuwa na uhusiano na Iran zimepakia kwenye bandari hiyo, ikiwa ni pamoja na meli zinazomilikiwa na makampuni ya Ugiriki. Baadhi ya meli zinazoonekana kufanikiwa kupita mlango wa Hormuz zinafuata njia ndefu kuliko kawaida. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba wanaichukulia hali hiyo inaweza kuonyesha uwepo wa mabomu ya baharini au jitihada za maafisa wa Iran kufanya meli iwe rahisi kutambuliwa. Hata hivyo, vitisho vinazidi kuongezeka katika eneo hilo la bahari la Hormuz, lakini wachambuzi wanasema ni kulingana na namna ambavyo Iran imeamua kupambana na vitisho vya Marekani na Israel. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.
Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.